Nichukue fursa hii Mheshimiwa Mganga Mkuu kuwashukuru sana wahudumu wetu wa afya. Tunawashukuruni sana kwa kazi ngumu na wema ambao mnatufanyia kwa wananchi wetu. Tunawashukuru sana kwa hilo. Na niliposikia leo kwamba tunagawa bima za afya, kwa kweli Mganga Mkuu nimefarajika sana. Nimefarajika sana, kazi wanazofanya hawa ni kubwa za kujitolea. Mwanzo mlianza, lakini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tukaanza na malipo yale ambayo mnayapata kwenye vile vituo vyetu. Tunawashukuru sana kwa hilo na Mungu awabariki sana. Na mimi Mganga Mkuu niseme wazi tu, sina shaka na watu. Nilizungumza mara ya kwanza tulipokutana nao, ni watu ambao wana siri kubwa kweli. Hapa kuna mzee alikuja, mzee Juma Nasoro. Huyu mwanzo alikuwa ni mtu wa chama cha upinzani upande wa kafu. Sasa mara nyingi tukawa tunamtega yeye atakapofika zile nyumba za CCM atatoa siri kwenye vikao vya chama chake. Bahati nzuri mzee sio mtu wa siri, kila kiulizwa yeye wala hajibu. Kwa hiyo nikawa na uhakika kabisa hata siku akisikia bwana meya akaenda kwenye kijumba fulani hawezi kutoa siri. Sasa baadaye nilikuja kusikia bwana akafanya maamuzi ya busara, karudi Chama cha Mapinduzi. Nikamwambia huyu akiomba nafasi yote mpeni. Kwa nini? Ni mzee ambaye ana kifua. Kwa hiyo nimemtolea mfano kwa sababu ni mtu ambaye namfahamu vizuri sana. Kwa hiyo nawapongezeni sana na nashukuru sana. Lakini tumekutana kwa matukio mawili. Tukio la kwanza ni kupeana uelewa. Ikumbukwe Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya afya alitangaza uwepo wa wahisiwa wa mpox katika nchi yetu. Na kwa namna hiyo Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana akishatangaza hivyo, sisi kama sekta ni jukumu letu na wajibu wetu kuhakikisha tunaimarisha mifumo yote ya utoaji elimu, lakini pia na utoaji taarifa endapo kunatokea mhisiwa wa aina hiyo, kwa ajili ya kuweza kucontain ama kwa ajili ya kuweza kudhibiti maambukizo hayo yasiende kusambaa zaidi. Kwa hiyo wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni kama daraja kati ya huduma za afya kati ya jamii na kwenye kituo. Kwa hiyo wao wanapokuwa wamepata uelewa wa nini kinaendelea kwenye jamii sasa hivi, ni kwamba wao wanakuwa wanajua ni wakati gani waripoti na kwa nani waripoti na kwa namna gani waweze kuripotia. Kwa hiyo tulikuwepo hapa kwa ajili ya kupeana elimu. Ni kitu ambacho tunakiendeleza, lakini leo tumekiandaa kikao rasmi. Huwa tuna ratiba ya kukutana na kupeana mawili matatu juu ya sekta na nini kifanyike kwenye jamii. Lakini kikao hiki ni mahususi kwa ajili ya kupeana uelewa juu ya mpox, kwa sababu kumekuwa kuna mkanganyiko, wengine wanaita mabagi. Hapana. Nafikiri wote tumeona Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya afya ametangazia umma pia hatuna kesi wala suspect ya mabagi nchini kwetu sasa hivi. Kwa hiyo suspect ambao wapo ni wa mpox kama Mheshimiwa Waziri alipotoa taarifa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kupeana uelewa juu ya mpox. Dalili zake ni zipi? Lakini mgonjwa ufanye nini wewe kama mhudumu wa afya ngazi ya jamii ukishaona kwenye mtaa wako ama kwenye eneo lako ama kwenye mitaa uliyopita kuna mtu mwenye dalili hizo ama amekuelezea na dalili hizo, nini cha kufanya? Kwa hiyo tumepeana elimu na tumepeana dhana za kufanyia kazi, namna gani tunaweza kwenda kudhibiti ugonjwa huu kwa pamoja. Tumefika hapa leo, tumealikwa kwa ajili ya kuja kushiriki kikao ambacho mahususi kabisa kuja kupewa elimu kuhusiana na masuala ya ugonjwa huu wa mpox, ambacho ni kirusi kinachosababisha ugonjwa. Zaidi tumeweza kujadili ni namna gani ambavyo unapatikana, dalili zake, na tumekuja hapa kwa niaba ya watoa huduma wote wa jiji la Dar es Salaam. Tumepewa kazi ya kwenda kutoa elimu na kuelimisha jamii ili kuweza kujikinga na kuchukua tahadhari ili tusije tukajikuta tupo kwenye janga kubwa la huu ugonjwa wa mpox. Lakini pia tuwashukuru viongozi wetu wa serikali, kuanzia uongozi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwa mkurugenzi na timu zake zote na idara zake zote, daktari mganga mkuu wetu wa jiji, mratibu Mama Sofia Ntomola, na sisi madaktari wa vituo vyetu kwa namna wanavyotupa ushirikiano na maelekezo ya namna ya kutekeleza kazi, kwa sababu hii kazi tunaifanya kwa kuwasiliana. Sisi ni daraja kati ya jamii na huduma zingine za kijamii. Hivyo tunawashukuru kwa namna tunavyoshirikiana na kuweza kuifanya kazi ipasavyo. Ni mtoa huduma ngazi ya jamii kata ya Kimanga.
Nipo hapa leo Anatoglo Mnazi Mmoja kwa ajili ya kupata elimu kuhusu ugonjwa wa Mpox. Tumefika hapa, tumepata elimu ya kutosha kabisa ambayo inatupelekesha kuingia mtaani kwenda kutoa elimu katika jamii jinsi ya kujikinga na huu ugonjwa wa Mpox. Pia tunapoingia mtaani nyumba hadi nyumba, hatuachi mtu. Tunaangalia changamoto wanazopata watu kwa ajili ya kuibua magonjwa mbalimbali. Na haya magonjwa tunayoibua, tunapiga simu kituo cha afya, tunawapeleka vituo vya afya, tunapata huduma zile, wale walengwa wote wanapata huduma na wanarudi majumbani salama salimini.